Viongozi wa kijeshi wa Burkina Faso wameamuru kuvunjwa kwa takribani mashirika 200 ya kiraia, ikiwa ni hatua za hivi karibuni za kubana shughuli za asasi hizo katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Kwa ujumla, nchi hiyo ya Saheli imesimamisha shughuli za mashirika zaidi ya 205 yote yakiwa na makao ndani ya Burkina Faso yanayojihusisha na afya, elimu, haki za wanawake, kilimo, mazingira, utamaduni na michezo. Na tangu kuchukua madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi mwaka 2022, uongozi wa jeshi umefanya mashinikizo makubwa dhidi ya mamia ya mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs, vyama vya wafanyakazi pamoja na uhuru wa kujumuika, sambamba na kukandamiza upinzani dhidi ya utawala wake. Ikumbukwe mwezi Julai 2025, kiongozi wa kijeshi Ibrahim Traore alisaini sheria inayoweka vikwazo katika utendaji wa makundi ya haki na vyama vya wafanyakazi. Katika tamko lake alisema serikali katika kipindi cha kusimamishwa ni shughuli zinazolenga kuhakikisha mashirika hayo yanazingatia sheria ndiyo yanayoruhusiwa kufanya kazi. Mashirika ya kimataifa na ya hisani yanayopokea misaada kutoka nje mara kwa mara yanatuhumiwa na mamlaka ya kijeshi kwa ujasusi au kushirikiana na wanamgambo wa jihadi wanaopambana na jeshi. Mwezi Aprili, shirika la Human Rights Watch lilisema kuwa sheria hiyo inawezesha utawala wa kijeshi kuimarisha zaidi ukandamizaji wa jumla dhidi ya asasi za kiraia. Hatua hiyo imeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi na wadau wa maendeleo ambao wanahofia kuwa kusimamishwa kwa mashirika hayo yataathiri moja kwa moja huduma muhimu kwa jamii. Maeneo ya vijijini ambayo hutegemea sana misaada ya mashirika ya kiraia katika sekta za afya na elimu yanaweza kuathirika zaidi, huku baadhi ya miradi muhimu ikisimama ghafla bila mbadala wa haraka kutoka serikalini. Wachambuzi wa siasa za ukanda huo wanasema kuwa hatua hizo zinaashiria mwelekeo wa serikali ya kijeshi kuimarisha zaidi udhibiti wake wa ndani kwa gharama ya uhuru wa kiraia. Lakini wachambuzi hao wanaonya kuwa kukosekana kwa nafasi ya mashirika huru kunaweza kupunguza uwazi na uwajibikaji, hali inaweza kuongeza malalamiko ya wananchi na hata kuzidisha hali ya sintofahamu ya siasa nchini humo. Hata hivyo, baadhi ya wafuasi wa utawala huo wanaona hatua hizo kama sehemu ya juhudi za kulinda usalama wa taifa hilo dhidi ya vitisho vya ndani na nje. Hata hivyo, wadau hao wanadai kuwa ni muhimu kwa serikali kuhakikisha kuwa taasisi zote zinafanya kazi nchini kwa kuzingatia sheria na hazitumiki kama njia ya kuingilia masuala ya ndani. Mimi ni Yusuf Athmani.